Alipokusana na hivi viwanja au nini kwenye kudeka hapo, timu nyingi zimekuwa zikilalamika kwamba hao wanadekezwa, wanapendelewa. Nilikuwa natamani uweke hili sawa kwenye huo mlengo wa timu nyingine, especially kwenye eneo gani hayo madeko. Yes, especially kwenye kuna dhana inakuja kwamba watadekezwa tu, hata wakifanya makosa watapendelewa, hata wakigoma watasikilizwa, hata wakifanya hivyo watasikilizwa, tofauti na timu nyingine. Sasa kitu ambacho kimefika sehemu kwamba hata klabu nyingine ndogo hizi zinakuwa na hiyo mentality, unajua hawa ni Simba, wanajua hawa ni Simba, unajua hawa ni Yanga, yani hata mchezaji wa kigeni ambaye amekuja jana. Upete nikumbushe mchezaji wa kwanza kabisa kufungiwa msimu huu anaitwa nani? Ibrahim Baka ama Dickson? Sahi kabisa. Yeah. Ibrahim Baka. Yeah. Ndio mchezaji wa kwanza kufungiwa michezo mingapi? Mitano msimu. Kwa hiyo ni dhana tu. Ni mchezaji wa timu gani wewe? Yanga. Ukisema hawa waki hata wanaweza wakakosea wakabebwa, inakuja hiyo haiji double standards. Yani kuna namna watu wanaangalia zaidi vile vitu ambavyo vinastawisha hisia zao. Okay. Kama mimi hisia yangu ni kwamba Simba anapendelewa, hata Simba akipewa haki nitasema huo ni upendeleo. Kama hisia zangu naona na Mungu anaonewa, hata akifanya kosa akaadhibiwa kwa mujibu wa kanuni nitaona anaonewa. So kuna namna tuwekane sawa hapo kwamba bodi ya ligi inasimamia na kuendesha ligi kwa mujibu wa kanuni. Hakuna anayependelewa, hakuna anayedeka. Kama klabu inadhani imeonewa kwa mujibu wa kanuni, ina haki ya kueleza. Kama inadhani inahitaji kupata favor kutoka kwa chombo kinachosimamia na kuendesha ligi ambacho ni chombo chao, ina haki ya kuomba hiyo favor. Na kama hiyo favor haivunji kanuni, bodi ina haki ya kutoa favor kwa klabu zake. Iwe Simba, iwe Yanga, iwe Namungo, iwe JKT, iwe yote. Bodi jukumu lake, moja kati ya sababu za kuundwa kwake, ukiondoa kuendesha na kusimamia hizo ligi, ni kulinda na kutetea maslahi.